Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia tumekuwa tukiangalia namna ambavyo Yesu anaziona dhambi. Namna Yesu anavyoziona dhambi. Kwa hiyo ndicho kipindi ambacho tunakiangalia kwa sasa, jinsi Yesu anavyoiona dhambi. Mtazamo wa kibinadamu wa namna ya kuiona dhambi ni tofauti na mtazamo wa Yesu anavyoiona dhambi. Sisi tunaangalia matokeo ya dhambi zaidi kuliko asili yenyewe. Hasa hiyo ndiyo tofauti yetu na Yesu. Sisi tunaiangalia hivyo, lakini Yesu anaangalia asili au chanzo cha dhambi. Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 na wa 22 mpaka wa 23 tutasoma pale. Anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Mpendwa, hapa unaona namna Yesu anavyoiona dhambi, tofauti na sisi tunavyoitazama dhambi. Hapa Yesu anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakaye ingia katika ufalme wa mbinguni. Si kila mtu anayesema Mungu, Mungu atakaye ingia katika ufalme wa mbinguni. Si kila mtu anayesema Yesu, Yesu atakaye ingia katika ufalme wa mbinguni. Bali anataja sasa sababu ya watu kuingia mbinguni. Anasema, bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Huyo ndiye atakayeingia mbinguni. Huyo ndiye atakayeenda peponi. Anayeyafanya mapenzi ya Baba yangu, huyo ndiye atakayeenda peponi. Tafsiri yake hapa Yesu ni kwamba kama mtu hayafanyi mapenzi ya Yesu, kama mtu hafanyi mapenzi ya Baba yake na Yesu, huyo hataingia mbinguni. Kwa hiyo kama hufanyi mapenzi ya Mungu ni dhambi kwako. Tunajua wote kwamba dhambi ndio itakayowapeleka watu jehanamu. Kwa sababu hiyo basi, kama hufanyi mapenzi ya Baba yetu aliye mbinguni, mbinguni huendi, maana hiyo ni dhambi kwako. Dhambi ndio itakayofanya watu waende jehanamu. Kwa hiyo hapa dhambi anayoiona Yesu ni watu kutokufanya mapenzi ya Baba yake. Mapenzi ya Baba yake ni gani? Mapenzi ya Baba yake ni kumwamini Yesu Kristo, ni kumwamini Yesu Kristo. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu, Mungu amemtuma mwanawe Yesu Kristo. Akasema kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Lakini watu ambao hawaamini, basi hao watapotea. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ni hivyo, kwamba Mungu alimtuma mwana wake Yesu Kristo. Sawa sawa na Injili ya Yohana sura ya 3. Anasema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mapenzi ya Mungu ni kumwamini mwana wa Mungu Yesu Kristo. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. La sivyo hufanyi mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo inahesabika ni dhambi kwako kutokumwamini Yesu Kristo. Maana kama Mungu aliupenda ulimwengu, maana yake alitupenda sisi sote. Akasema, sasa ninamtuma mwanangu mumwamini. Wewe unakataa kumwamini, ni dhambi kwako. Maana yake hufanyi mapenzi ya Mungu. Kufanya mapenzi ya Mungu ni nini? Ni kufanya Mungu alichosema, ni kuishi Mungu anavyotaka.
Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo anasema itakuja wakati ambao Yesu atawakataa, atasema mimi siwajui. Mimi nilikuwa natoa pepo, atasema mimi nilikuwa mwimbaji, ambia sikujui. Mimi sijui nilikuwa nafanya hiki, atasema sikujui. Kwa nini? Kwa sababu kuishi kwa mapenzi ya Mungu, kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kumwamini Yesu Kristo na kumuishi. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. La sivyo ufanyi mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kwako ni dhambi, na dhambi hiyo itakupeleka jehanamu. Mungu wangu akusaidie. Hiki ninachosema ndiyo mpango halisi na namna Yesu anavyoitazama dhambi. Si kama sisi. Sisi hatuitazami dhambi kwa mtindo huu. Tunaitazama dhambi kwa mtindo mwingine kabisa, na kuwalaumu watu na kujilaumu wakati mwingine kwa kuwa umefanya ulichofanya, kwa kuwa umeona mtu amefanya jambo alilofanya na mlaumu. Pendwa, si hiyo si dhambi. Hayo ni mazao au matokeo ya dhambi. Dhambi halisi ni kutokumpenda Mungu. Dhambi halisi ni kutokufanya mapenzi ya Mungu. Hiyo ndiyo dhambi. Kama hufanyi mapenzi ya Mungu, maana yake humwamini mwana wake Yesu Kristo. Hiyo ni dhambi kwako. Kwa hiyo vinginevyo unajidanganya. Kitu muhimu ni kumwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyetumwa na Mungu. Siku moja wanafunzi walimuuliza, tufanyaje ili tuonekane tunazifanya kazi za Mungu? Yesu akasema, mumwamini yeye aliyetumwa na yeye. Yaani mniamini mimi niliyetumwa na Baba yangu. Hizo ndizo kazi za Mungu. Injili ya Yohana sura ya 12. Injili ya Yohana 12. Anasema, tufanyaje ili tuonekane tunazifanya kazi za Mungu? Yesu akasema, muamini yeye aliyetumwa na yeye. Yaani mniamini mimi niliyetumwa na Mungu. Huko ndiko kufanya kazi ya Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Niongea kwa kirefu kidogo kukusaidia wewe kuelewa jambo hili. Asante kwa kuwa unafuatana nami. Nami ni furaha yangu kuona ukifuatana nami. Tamani sana ujue kuhusu dhambi jinsi Yesu anavyoiona. Namna hiyo ndiyo anavyoitazama. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe sana uingiapo na utokapo siku zote za maisha yako. Amen.